Haya, mtazamaji wa Channel 10, karibu. Kama ndo kwanza unaungana na sisi, bado Baragumu Live inaendelea kuchukua nafasi yake kwa asubuhi hii ya leo. Mkawatela alikwambia kwamba wageni wetu watakuwa wameshafika hapa ndani ya studio na tayari wamekwisha kuketi katika viti, na asubuhi hii ya leo tuna jambo hapa. Tunazungumzia mazingira wezeshi kwa vijana kuendeleza bunifu za tehama nchini. Mazingira wezeshi kwa vijana katika kuendeleza bunifu za tehama hapa nchini Tanzania. Sasa mara hii tuko na Engineer Sadat Kalolo ambaye ni kaimu mkurugenzi huduma za wataalamu wa tehama kutoka Tume ya Tehama ICTC. Lakini pia niko na Engineer Bahati Zubairi ambaye ni kaimu mkurugenzi msaidizi tafiti, bunifu na uendelezaji wa wataalamu wa tehama kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Karibu sana Channel 10. Asante sana. Tunafurahi kuwa nanyi, mmekuwa wadau wetu kwa muda mrefu, na kila jambo jipya linalokuwa linatokea sisi tunakuwa tunapata bahati ya kuwa watu wa kwanza kabla ya watu wengine kwenda huko kupata hizi taarifa. Kwanza kwa ufupi tungeanza labda pengine tehama ni nini? Labda nianze na engineer pale. Asante sana ndugu mtangazaji. Tehama ni kifupi cha maneno ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Na tuseme kwamba kwa lugha rahisi teknolojia ya habari na mawasiliano ni teknolojia ni teknolojia nyingi ambazo tunazitumia katika shughuli zetu za kila siku. Ndio. Ambazo zinatuwezesha kufanya vitu tofauti na tulivyokuwa tunafanya zamani. Kwa mfano, ulikuwa unataka kwenda benki, badala ya kwenda benki kuna application unaingia kwenye simu, unaweza ukachukua fedha benki ukazituma unakotaka kwenda. Ndio. Zile application ndizo zinazojumuisha kitu tunakiita tehama. Ndio. Na vitu vingine, ulikuwa unatakiwa uende ukalipe bili yako ya maji mpaka ofisini, kwenye ofisi inayotoa huduma ya maji. Sasa hivi huna sababu ya kufanya hivyo, utaingia kwenye app, labda kama wana application maalum au kama wana tovuti, utalipa hiyo bili yako kama ni ya maji, ni ya umeme, bila kwenda moja kwa moja kwenye ofisi zao. Kwa hiyo kama nilivyosema, ni teknolojia nyingi ambazo zinatusaidia kufanya shughuli zetu ambazo tumekuwa tukizifanya tofauti na ambazo tulikuwa tukizifanya siku za nyuma. Yes. Na takwimu zinasemaje kwa upande wa vijana sasa kwenye matumizi haya ya tehama, na pengine imewasaidia vipi kujiajiri vijana, na pengine sasa hali yao ikoje? Kwa sababu najua mnafanya hivi na tathmini mnazifanya pia, naona kwamba sasa tuko sehemu fulani na mwelekeo uko vizuri. Sawa kabisa. Labda ndugu mtangazaji na wanaotutazama sasa hivi, kabla sijazungumzia takwimu, nizungumzie kwanza Tume ya Tehama. Tume ya Tehama ni taasisi ambayo ipo chini ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, na jukumu lake kubwa ni kuwezesha ukuaji na kuongezeka kwa matumizi ya tehama nchini. Tume ya Tehama ilianzishwa mwaka 2015 kwa hati ya Rais na iko jijini Dar es Salaam. Jukumu lake kubwa kama nilivyosema la kuhakikisha kwamba matumizi ya tehama yanaongezeka ni pamoja na kuhakikisha kwamba inakuza kampuni changa bunifu za tehama. Kwa nini tumelenga kwenye kampuni changa bunifu za tehama? Ni kwa sababu ili tuweze kunufaika na matumizi ya tehama lazima tuwe na bidhaa za tehama ambazo zimetengenezwa mahususi kwa matatizo yanayozunguka jamii zetu. Sote tunatumia mifumo ya kijamii, mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na mingineo ambayo ilitengenezwa na wenzetu huko kwao. Sasa wale wenzetu wakati wanatengeneza walikuwa wanatatua matatizo yanayozunguka jamii zao. Sasa matatizo ya sisi mathalani yaliyoko labda hapa Kariakoo, wanaoweza kutatua vizuri kabisa ni vijana wetu wa tehama. Sasa jukumu moja kubwa ambalo tunalifanya ni kuhakikisha kwamba tunawawekea mazingira mazuri hawa vijana wetu ili waweze kuja na mawazo yatakayoleta bidhaa mpya za tehama ambazo zitatatua matatizo ambayo tunakutana nayo kila siku, yawe ni ya usafiri, yawe ni ya kulipia huduma za kifedha, yawe ni ya kutoa huduma. Tunataka
suluhisho hizo au bidhaa hizo zitengenezwe na vijana wetu. Wakati wakifanya hivyo, vijana wenyewe wanajiajiri na wanaajiri wenzao. Sasa wakati tunatekeleza hilo, tunafanya mambo mawili. Kwanza, tunawatambua hawa wabunifu wa TEHAMA kwa kuwasajili. Kwa hiyo mpaka sasa tumewasajili zaidi ya kampuni changa 200 ambazo ziko kwenye kazi data yetu. Lakini pili, tunaanzisha vituo maalum ambavyo vitasaidia kuwakuza hawa vijana wabunifu wa TEHAMA. Hivi vituo, tuna vituo 8 ambavyo vinaanzishwa vya kikanda kupitia mradi wa Benki ya Dunia ambao tunausimamia sisi tume ya TEHAMA kwa kushirikiana na wizara yetu. Hivyo vituo vinaanzishwa Dar es Salaam, Zanzibar, Lindi, Dodoma, Tanga, Arusha, Mbeya na Mwanza. Vituo hivi vitakuwa ni mahususi kwa ajili ya kuwalea hawa vijana, kuwapa mafunzo maalum na kuhakikisha kwamba wanaingia sokoni wakiwa na bidhaa zao ambazo zinakubalika na zinaweza zikatumika. Lakini pia hatuishii kwenye vituo vya kikanda kama hivyo. Tunaanzisha pia vituo maalum vya kukuza bunifu za TEHAMA kwenye ngazi ya wilaya. Tunajua kwamba vijana wetu wako huko tulikotoka wilayani huko. Sasa lazima tuwe na vituo vidogo vidogo ambao vitawapokea wakiwa na mawazo tu ya kiubunifu. Kijana akiamka leo akasema ana wazo fulani ambalo litatusaidia kuboresha huduma zetu tunazozitumia kama jamii, basi tunampokea kwenye vituo vile. Tukimpokea, tutampa mafunzo maalum, tutamfundisha na tutahakikisha anawezeshwa kimtaji ili aweze kuboresha wazo lake na kulipeleka sokoni. Tunazungumzia mpaka wale wa vijijini kabisa, kwamba na wenyewe wanapata huduma sawa na hao waliopo mjini. Definitely. Sawa. Na kuna programs zozote ambazo zinawezesha? Nafikiri umezungumza vitu vingi. Pengine ungeweza kuzizungumzia kwamba ambazo zinawezesha vijana hawa kutumia hizi TEHAMA kama chanzo cha kipato, kwa sababu baada ya mafunzo maana tunatarajia sasa uzalishaji. Kuna programs zipo especially kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wao kujipatia kipato? Tume ya TEHAMA tunaandaa program mbalimbali zikiwa mahususi kwa ajili ya kuwajengea uwezo vijana wetu wataalamu wa TEHAMA. Tunaweza tukawa na wataalamu wa TEHAMA ambao wametoka vioni wanaingia kwenye uzalishaji kwenye taasisi au kwenye makampuni. Kwa hiyo tunazo programu maalum ambazo ni mahususi kwa ajili ya kukuza uwezo wao. Lakini pia tunazo programu ambazo zinalenga kukuza uelewa wa TEHAMA hasa kwa watumiaji. Kwa sababu ili tuweze kunufaika na TEHAMA lazima sisi watu wote, wawe ni wazee, ni vijana, ni wanawake wajasiriamali, tuweze kutumia TEHAMA. Hata wale watoto ambao wako kwenye shule za awali na wao wana programu zinazowafaa wao ili waweze kuanza kuipokea TEHAMA katika maisha yao za umri wao. Sawa. Na nimeona katika hili pia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania nafikiri iko chini ya Wizara ya Habari, wamekuwa wakali sana kwenye hasa zile content ambazo watoto wadogo wanatakiwa wazipate. Katika hilo mimi nawapongeza sana. Nikuache upumzike kidogo engineer. Mara hii nimkaribisha engineer Bahati Zuberi ambaye ni kaimu mkurugenzi msaidizi tafiti bunifu na uendelezaji wa wataalamu wa TEHAMA kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mtu mwingine anaweza kauliza, engineer anatoka wizarani moja kwa moja. Tume ya TEHAMA wao ndio shughuli zao hizi. Sasa ninyi kama wizara pengine mnaingiaje? Though tume iko ndani ya wizara. Kama inavyosema wizara na majukumu ambayo tumepewa, sisi kazi yetu kubwa ni kutunga sera, miongozo na mikakati ya kitaifa ili kuhakikisha matumizi makubwa ya TEHAMA yanafanikiwa. Na kama unavyofahamu, mwaka jana tu tumelaunch mkakati wa kitaifa wa uchumi wa kidijitali, mkakati wa miaka 10. Lakini pia tuna zile sera ya TEHAMA ilianza toka 2003, 2016 na sasa hivi maybe inshallah mwaka huu tutazindua sera mpya ya TEHAMA. Lakini dhamira ni nini ya kutengeneza sera na hiyo mikakati? Ukiangalia sera yetu ya mwaka 2016 inazungumzia umuhimu wa ujenzi wa jamii habari au information society au digital society, na mabadiliko ya kiteknolojia yanatulazimisha kwenda kwenye uchumi wa kidijitali. Kwa hiyo kama sera ambaye ndio msimamizi mkuu
wa sekta ya mawasiliano kwa kushirikiana na taasisi zake zilizo chini, TCRA, ICTC, PDBC, ile tume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Tunachokifanya kikubwa ni kuanzisha programu za kitaifa ili kuhakikisha tunajenga weledi kwa watumiaji wa TEHAMA na basi TEHAMA ilete mchango na mapinduzi kusudiwa kwenye shughuli zetu za kiuchumi na kijamii. Kwa hilo ndio jukumu kubwa la wizara, lakini wizara haiwezi ikafanya peke yake, kwa sababu kama mada ya leo inavyozungumzia mazingira wezeshi ya bunifu, tuna wadau wetu wakubwa. Kwa mfano Wizara ya Elimu, kuna wadau makampuni ya simu, kuna taasisi binafsi na mashirika ya kimataifa kama UNICEF na UNESCO. Kwa hiyo hayo yote tumekuwa tukishirikiana nayo ili kufikisha dhamira zima ya serikali kwamba TEHAMA inatumika na inaleta mapinduzi ya kiuchumi kwa ujumla nchini. Nikibaki hapo kwenye elimu, umezungumza kuna wadau wameingia hapo, mwataji UNICEF, manake huyu atafanya kwa sehemu yake kiasi hiki, huyu atafanya kwa sehemu yake, serikali itafanya kwa sehemu yake. Hata nijue huu mfumo wa elimu pamoja na kwamba mnatunga hizo sera na kuzisimamia, manake mnaangalia pia elimu inayofika kwa vijana ni ya namna gani. Hii mifumo inajitosheleza kwamba ni elimu ambayo inajitosheleza inayofika kwa wale vijana inajitosheleza? Naweza nikasema ndiyo. Na saizi dunia ni kijiji, kwa hiyo mabadiliko ya teknolojia yanakulazimisha wewe kama ni nchi au jumuiya kwa pamoja kufanya mabadiliko ya sera zenu. Na kama unakumbuka mwezi Februari Mheshimiwa Rais alizindua sera mpya ya elimu, na mojawapo ya maelekezo ya sera ya elimu ni kwamba kutakuwa na maboresho ya mitaala ya elimu katika mifumo mizima katika elimu ya awali, ya msingi, sekondari hadi vyuo. Lakini ni nini yote hiyo? Ni kuleta tija ya kujenga ujuzi, kwamba saizi badala ya kuwa na ile mitaala ya kawaida, lakini tunataka mwanafunzi anapomaliza ngazi yote ya elimu awe tayari ana stadi za kutosha kuweza kukabili na changamoto za kiulimwengu. Kwa hiyo ukiachana na sera ya elimu, kama nilivyosema, sera yetu ya TEHAMA toka 2016 inazungumzia ujenzi wa jamii habari. Sasa ukisema jamii habari inaenda pamoja na uhitaji wa jitihada za kuwezesha ufikiaji wa jamii habari. Ndio maana leo, na uzuri mwanzo umesema wewe ni mdau wetu mkuu, nadhani unasikia habari za ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano. Sasa mkongo wa taifa wa mawasiliano umejengwa nchi nzima, lakini unaposema unamgusa mwananchi lazima uende katika ngazi ya chini hadi kijiji. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na hawa wadau kufikisha huduma za internet katika mashule, na hautoamini saizi shuleni unaweza ukakuta wanapata access ya internet up to 10 GB, ila amefanya mtoa huduma mawasiliano au kupitia shirika letu la mawasiliano kwa wote lile la UCSAF. Lakini tunafanya ujenzi wa maabara za TEHAMA kwenye mashule. Na lengo ni kwamba isiishie vijijini tu, ile access ya TEHAMA ifike hadi vijijini. Kwa hiyo tunaendelea kushirikiana na hao wadau kuhakikisha kwamba hizo maabara zinafika. Na kwa kujivunia, ndugu mtangazaji, unaweza ukasema kwamba hizi jitihada ni porojo. Naweza nikakupa mfano tu. Ni kweli haya mabadiliko yameleta impact kwa vijana wetu, na vijana wameweza kushiriki hata kimataifa. Huu mwezi tu tunasherehekea kwenye shirika la mawasiliano la Afrika waliandaa shindano la wabunifu kwa vijana chini ya miaka 35 kuleta bunifu zinazotatua changamoto halisia za mazingira ya Afrika. Na kati ya washindi 109, washindi 10, washindi 5 ni wa Tanzania. Kwa hiyo tunajivunia kwamba mfumo wa elimu umeweza kucapture yale mahitaji ya dunia, na vijana wetu wamekuwa ni competent hata kushindana na watu wengine duniani kimataifa. Maanake tupo pazuri. Nirejee kwa engineer pale chap. Kuna swala la artificial intelligence, ndio, ama akili mnemba. Ili bwana, ukipita huko mtaani kila mtu anaongea na ngojua yeye. Na kwa mtu ambaye hajapata ile elimu nzuri ama hajataka tu kufuatilia. Ndio. Watanzania tuna tendency ya kukaa kwenye vijiwe na kuambizana story ambazo ni za kubumba, tunasema tunaziumba sisi wenyewe. Nafasi ya akili mnemba katika hii, kwa sababu tunatengeneza mazingira wezeshi kwa kijana,
atumia TEHAMA jukwaa kiuchumi, Ndio. na ninyi tayari mmeanza kuifanya, na mimi nipongeze, hamkuanza tu kumwambia wanafanya hiki, yani mmemwanzia kwenye elimu kwanza, hii kitu iko hivi, iko hivi, iko hivi, unakwenda hapa, huko mbele nenda sasa kajitegemea. Akili mnemba ama artificial intelligence katika hili inachukua nafasi gani, na pengine kwa kuielezea na yenyewe kidogo tu? Asante. Ndugu mtangazaji, kama unavyosema wewe mwenyewe, artificial intelligence tunaisikia sana, labda jamii na wanaotusikiliza wanaisikia sana. Na kama nilivyosema mwanzoni kwamba TEHAMA inajumuisha teknolojia nyingi pamoja na teknolojia zinazoibukia, kwa lugha ya wenzetu tunaita emerging technologies. Sasa akili mnemba ni mojawapo ya teknolojia mpya kabisa ambazo zimeibuka siku za hivi karibuni, na zina nafasi kubwa ya kuleta mageuzi makubwa kwenye namna tunavyotoa huduma na namna tunavyoendesha uchumi wetu. Kwa hivyo nafasi yetu katika jamii yetu, AI ina nafasi kubwa, na namna vijana wetu watakavyo ipokea na kuhakikisha kwamba inajumuishwa kwenye shughuli zetu za kiuchumi, ndivyo tutakavyonufaika nayo. Kama unavyosema, kumekuwa kuna maneno tofauti tofauti. Wengine wanahofia kwamba labda AI inakuja kuondoa ajira zetu, lakini sisi tunavyojua na kulingana na tafiti tunavyozifanya, tunaona kwamba AI ina fursa nyingi ambazo inatuletea kuliko zile changamoto ambazo wengine wanahofia kwamba zinaweza kuja. Mathalani hata kozi ambazo zitafundishwa kwenye vyuo vyetu itabidi na zenyewe zibadilike kidogo kuendana na hali ambayo iko sokoni. Kama ulikuwa unafanya kazi ile ile kila siku, probably hiyo kazi inaweza ikafanywa na AI, lakini wewe utahitajika kufanya kitu kingine ili kuiwezesha AI iweze kufanya vizuri. Kwa haina maana kwamba AI ikija yenyewe inaweza kusimama yenyewe. Lazima sisi ambao ndio tumeitengeneza AI tuweze kufanya hivyo. Nitatoa mfano. Unajua, tukizungumza AI, una mawazo ya watu wengi ni kwamba labda ni kitu mpaka kiwe kikubwa sana. Ukiingia kwenye tovuti ya taasisi nyingi tu hata hapa nchini kwetu, utakutana na kitu ambacho kinaanza kukusemesha kwamba tukusaidieje. Yule sio mtu, ndio AI, kwa maana ya chatbot ambayo imewekwa kwenye ule mfumo. Kwa hiyo hata kama watu wangekuwa hawapo wakati ule kukusikiliza, lakini AI itakusikiliza na itakupa majibu kwa kile unachokihitaji kwa wakati ule. Na kama majibu hayapo, basi itapeleka kwa wanaohusika ili watoe majibu sahihi na uweze kupata huduma yako kwa wakati. Kwa hiyo tofauti na zamani kwamba kama nilishindwa kwenda kwenye ofisi fulani mpaka muda wa kazi saa 9:30 saa 10, sasa naweza nikaenda kwenye tovuti hata saa 2 nikasema kitu ninachokihitaji. Majibu naweza nikapata muda huo huo. Kama ni jibu ambalo linahitaji maelezo zaidi, basi asubuhi na mapema hilo jibu ninalipata. Tofauti na ambavyo tumekuwa tunazoea. Maana yake kwa haraka AI haina uwezo wa kuondoa akili ya mwanadamu, kwa sababu imetengenezwa na mwanadamu mwenyewe. Kabla sijarudi kwenye serikali huku, engineer, nirudi kwako tena. Tunamuona wapi kijana wa Tanzania kwenye upande huu wa TEHAMA, labda pengine kwa miaka 10 ijayo? Sasa kama nilivyosema kwamba teknolojia hizi kwa sababu zinaanza kufundishwa mashuleni huko mpaka kwenye vyuo. Kwa hiyo nafasi ya vijana ni ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba tunanufaika na hizi teknolojia mpya. Vijana wetu ndio hasa wao ndio focal point katika kuhakikisha kwamba tunanufaika na hizi, aidha kwa kuziunda hizi teknolojia mpya, huduma za kuziunda hii mifumo na bidhaa mpya ambayo inatumia teknolojia mpya, au kwa kuhakikisha kwamba tunanufaika na teknolojia mpya ambazo zimekuja kutoka kwa wenzetu. Watakao tuwezesha tuweze kuzitumia vizuri ni vijana wetu. Kwa hiyo ni lazima vijana wetu kupitia vile vituo ambavyo nimesema tunavianzisha, ambavyo nimemsikia engineer hapa,
sio tu vile ambavyo tunavianzisha sisi kama tume ya TEHAMA, lakini na wadau wetu wana vituo vingi wamevianzisha. Kwa mfano kuna vituo ambavyo vimeanzishwa na wadau binafsi vinapata 52 mpaka sasa. Kwa kupitia vituo vile tunao uwezo wa kuwawezesha hawa vijana wakaweza kuzifikia fursa zinazoletwa na teknolojia mpya, na hivyo kuweza kunufaika aidha kwa kujiajiri na kuajiri watu wengi zaidi. Yes. Nashukuru. Nirudi kwa engineer hapa. Kwa upande wa serikali kuna changamoto, pamoja na kwamba mnawapa elimu hawa vijana. Mimi nafurahia sasa hivi kijana yani anapiganiwa sana katika hii nchi, ni yeye tu mwenyewe akatai kwenda na hii speed ambayo ipo. Kuna changamoto ambazo zinawakabili hawa vijana kwenye matumizi ya TEHAMA, na kama serikali pengine pamoja na wadau ambao mmewataja, mnasaidia vipi kwenye kumsaidia angalau huyu kijana apate unafuu kwenye matumizi ya TEHAMA? Karibu. Asante Emil. Kwanza kabla sijajibu hilo swali lako, ngoja niongezee kidogo alipoishia engineer. Tunapozungumzia uchumi wa kidijitali na mabadiliko ya teknolojia yanaleta taswira tofauti ya mfumo wa ajira baada ya miaka 5 au 10 ijayo. Kwa mfano leo hii tunaona kuna makampuni ya kimataifa kama alivyosema mwenzangu, kuna Uber, kuna Bolt, kuna Airbnb. Haya, ukienda kwenye takwimu, kwa mfano nikizungumzia Airbnb, wanasema dunia nzima ameweza kuajiri watu 7,300. Na kuna watu hapa Tanzania wanafanya Airbnb, lakini Airbnb hawamjui alipo, lakini ni kampuni ya Kimarekani. Sasa hii inaleta picha gani? Kwanza inaleta picha ya kwamba kama nchi hatuna namna ya kukimbia hayo mabadiliko. Lazima tutengeneze nguvu kazi ambayo itaakisi hizo changes za kiuchumi kwa miaka 5, 10 na hiyo mingine inayokuja. Kwa hiyo kwa mazingira hayo sasa unajikuta ukija kwa nchi yetu ya Tanzania, kwanza kuna hiyo changamoto ya elimu, kwamba unakuta kuna vijana sisi dhamira yetu ni kwamba tunapotengeneza bunifu, let's say hizi bunifu zi address changamoto zilizopo Tanzania. Sasa ukija kwetu unakuta bado kuna baadhi ya portion ya vijana hawana access ya elimu au maarifa ya kutosha kuwawezesha kutengeneza bunifu zao ambazo zinaakisi mazingira halisi ya kiuchumi. Kwa ndio maana hapa mwenzangu wa tume ya TEHAMA anazungumzia uhitaji wa ujenzi wa vituo vya ubunifu nchi nzima. Lakini pia kuna changamoto ya mitaji. Sawa, tunakutana na vijana wana bunifu nzuri, lakini je, wana access of capital? Akitaka kufanya expansion ya bunifu zake, je, ana huo uwezo? Kwa hiyo unajikuta sisi kama serikali na kupitia wizara yetu sasa tuna shughuli tunaendelea nayo ya uboreshwaji wa sera zilizopo au kuanzisha sera mpya ambayo itazungumzia namna gani kampuni changa hizi startup zinaweza zika operate vizuri nchini, kuweka hayo mazingira wezeshi. Kwa hiyo either ni kwamba sera itatoa mwongozo wa namna gani wanaweza kupata mitaji kwa urahisi, masuala ya kufaidika kwenye kodi ambazo hizo ndo changamoto, elimu, namna gani wataweza kukuzwa elimu na kuweza kucompete duniani kwa ujumla. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba unakuta hawana mitaji, lakini skills zao zinawafanya wanashindwa kucompete duniani. Lakini nyingine hata access to market. Tunaona kwa mfano, nadhani Nala mnamfahamu sana. Huyu amepata platform nzuri na amejulikana kimataifa, lakini haimaanishi kwamba hatuna bunifu nyingine ambazo ni nzuri na zinaweza zikapika duniani. Kwa hiyo sisi kama serikali tunaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha wale ambao wanafanya vizuri basi tunawauza kimataifa, lakini kuongea na makampuni ya binafsi, mabenki, kuwawezesha wanapata mitaji, lakini hata masuala ya kodi, ni namna gani tutapunguza kodi na namna gani wanaweza wakapata hata leseni za biashara kwa gharama nafuu ukilinganisha na mfanyabiashara ambaye amekuwa vizuri. Asante. Maana yake kijana awe tayari kusaidika kwa kile kidogo kinachopatikana, na pengine hata yeye mwenyewe ubunifu wake umsaidie kuona namna gani anaweza kaboost hata mtaji wake. Sababu hichi kilichofanyika ni kikubwa. Kama tumekupa elimu, tumekutafutia wadau, angalau wanapewa hata mwanga wa masoko ya kimataifa, ni kitu kikubwa sana katika hilo. Nikiwa nimebakia hapo,
tunaweka uje usawa kwenye masuala ya kijinsia? Mtoto wa kike anaonekana kama yuko nyuma sana katika hili. Kwenye hilo tunawekaje usawa? Kwa sababu kuna mtoto mwingine wa kike ni mbunifu vibaya mno. Anaweza kabuni kitu hapo mpaka ukabaki unashangaa, lakini maneno ya sisi wanajamii huku, uwezi wewe mtoto wa kike unatakiwa utulie nyumbani, yanamrudisha nyuma. Na tunafahamu namna ambavyo watoto wa kike ni rahisi sana kuwavunja moyo, tofauti na mtoto wa kiume ambaye anaweza akabishana. Kwenye hili tunawekaje usawa? Asante. Swala la usawa wa kijinsia lipo na ndio maana linazungumzwa dunia nzima. Lakini tayari sisi tumeanzisha program nyingi tu, na kwa mfano mwezi huu tulikuwa tunaadhimisha duniani siku ya tehama kwa wanawake. Na kupitia kwa mfano siku kama hiyo, watoto wa kike hupewa fursa ya kushindana na kuonyesha uzoefu walionao au ubunifu walizonazo katika tehama. Lakini tunapozungumzia kwa mfano ujenzi wa maabara kwenye mashule, hatulengi kugusa kundi mojawapo. Ni kwamba tunaamini hata kupitia kwenye zile maabara za tehama, basi watoto wa kike wataweza kunufaika. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha, na nadhani mifano mojawapo sasa hizi ukizungumzia masuala ya ICT utatukuta wanawake tupo juu. Ni kweli. Katika hilo sipingi. Engineer, asante. Nini ushauri wako kwa vijana wanaotaka kutumia tehama, lakini pia kwa jamii kwa ujumla? Yaani tumeongea dakika nyingi hapa, lakini kwa mambo tuliyoongea mpaka nikaona naangalia saa, kumbe muda umetukimbia tena. Ushauri wako kwa vijana wanaotaka kutumia tehama, lakini pia hata kwa jamii kwa ujumla? Asante. Manake hapo kwa jamii kuna walezi pamoja na wazazi. Sawa, asante. Kabla sijatoa ushauri wangu, nataka tu nichagize kwenye karibu mhandisi hapa. Nafikiri programu nyingi kweli zinafanyika za kuwa-empower watoto wa kiume, watoto wa kike. Wa kike ndio maana unaona mhandisi yuko hapa. Anathibitisha hilo. Na wakilishi. Na ninafikiri wiki hii tutakuwa na siku kubwa ya kimataifa ambayo tunaadhimisha Girls in ICT, ambayo kwa hapa Tanzania tunaiadhimisha kinamna yake, kwa sababu mabinti wadogo ambao wako mashuleni wamepewa mafunzo maalum ya tehama na wanaonyesha bunifu zao kwa kushindana. Na hiyo siku ya kilele ambayo nafikiri lazima itakuwa ni wiki hii, kwa sababu kabla ya mwezi wa 5 lazima iwe imeadhimishwa. Siku ya kilele tuna recognize wale ambao wamefanya vizuri kwenye mashindano hayo na kuwapa zawadi. Wakipewa zawadi hizo, haiishii tu hapa nchini kwetu, wanatambulika duniani kote kwamba hawa wamefanya vizuri kwenye eneo la tehama. Sasa nije kwenye ushauri wangu. Sisi tunavyoiona tehama huku tunakokwenda ndio inabeba msingi wa kila kitu tunachokitekeleza kwenye uchumi wetu. Kwa hivyo tunawaasa hasa vijana ambao wengine wako mashuleni, wengine wanamaliza, kwamba fursa nyingi zipo kwenye tehama. Kupitia tehama tunao uwezo wa kuboresha ile chain nzima ya usafirishaji, kwa mfano hapa nchini, au chain nzima ya kuhakikisha kwamba masoko ya vyakula yanafikiwa na yanaonwa na watu wote. Wale wanaonunua na wanaouza wanaweza kunufaika kupitia tehama. Kwa hiyo ukiangalia sekta zote za uchumi tulizo nazo hapa nchini, zote zinanufaika na tehama. Kwa hiyo vijana wetu ambao sasa ndio wataalamu wa tehama, ambao ndio wanatakiwa kutengenezee mifumo mipya, bidhaa na nini na ubunifu wa tehama, wao sasa ndio wako kwenye nafasi nzuri ya kunufaika na tehama hiyo. Na sisi tuwakaribishe kwamba tume ya tehama ni nyumbani, waje wakiwa na mawazo yao ya kiubunifu, tutawapokea, tutawasajili na kuhakikisha kwamba tunawaweka kwenye mazingira ambayo yatawakuza vizuri na kuhakikisha kwamba bunifu zao zinaingia sokoni na sote kama taifa tunanufaika. Sawa. Injinia Bahati, tunamalizaje kwa sekunde chache? Mimi naweza kumaliza kwa kusema kwamba uchumi unatulazimisha tuwe wajanja. Kwa kifupi tu naweza nikasema buni kijanja ili uweze kutoboa. Sasa na fursa pekee iliyopo ni kwenye tehama.
Kwa hiyo mimi napenda kuwasihi vijana wetu kwamba wasiogope kwanza kujifunza. Maanake teknolojia sisi tunasema haisimami, inabadilika. Leo hii tunazungumzia masuala ya akili unde, tunazungumzia Internet of Things, blockchain. Sasa na wao wawe tayari kujifunza na kuakisi yale mabadiliko ya teknolojia. Lakini cha muhimu zaidi, pamoja na kwamba watabuni wanatakiwa kubuni mifumo ambayo inaendana na changamoto tulizo nazo. Ili utoboe lazima uguse hitaji halisi kwenye mazingira yetu. Lakini cha mwisho naweza kusisitiza kwenye matumizi ya tehama. Teknolojia bwana ni footprint ya maisha. Ukiitumia vibaya, aidha unajaribu mwenyewe au unajaribu jamii kwa ujumla. Utajijenga mwenyewe binafsi na utaijenga jamii na unaweza kaibomoa. Mtazamaji, amezungumzwa hapa kwa urefu mazingira wezeshi kwa vijana kuendeleza bunifu za tehama hapa nchini. Ni fursa. Tunaeleza kwamba tehama sasa hivi ni fursa, ni ya kukimbilia wala sio ya kuiogopa kwa namna moja ama nyingine. Tayari mifano hamina, nasubiri hiyo siku ambayo hao vijana watatunukiwa hizo tuzo na hizo zawadi. Kwa sababu maana yake akishatunukiwa hivi, kama ni mwanao mtazamaji, ana uwezo wa kwenda nje huko na kaza akafanya bunifu tofauti tofauti. Nilikuwa na Engineer Sadat Kalolo, kaimu mkurugenzi huduma za wataalamu wa tehama kutoka Tume ya Tehama ICTC. Nashukuru sana kwa kufika engineer. Lakini pia nilikuwa na Engineer Bahati Zubair ambaye ni kaimu mkurugenzi msaidizi tafiti, bunifu na uendelezaji wa wataalamu wa tehama kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Ndio tumezungumza nao haya yote asubuhi hii ya leo. Hivi punde basi utapata nafasi mtazamaji ya kuweza kutazama habari asubuhi njema. Endelea kuwa nasi.